ajili yangu na kwa ajili ya watu hao na kwa ajili ya Yuda yote katika habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuyaangalia maneno ya kitabu hiki kufanya kama hayo yote tulioandikiwa. Bwana Yesu Kristo na alibariki neno lake na kuliongezea baraka kwa kuwa tumelisoma. Naomba tuketi na Mungu abariki sana. Jina la Bwana Yesu Kristo libarikiwe sana. Haleluya. Ungeweza kuzungumza kwa muda kidogo juu ya madhara ya wazazi kutokufuata habari au maneno ya kitabu, au wazazi wasiofuata kile Mungu amesema. Hiyo mara nyingi inasababisha watu au watoto kufanya ibada za sanamu. Madhara ya kutokumfuata Bwana au madhara ya kutokufuata Biblia ndicho ambacho tunajaribu kuongelea. Mstari huu wa 13, jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwanza wa 12 unasikia mfalme huyu alikuwa ni Yosia. Yosia alianza kutawala akiwa na umri wa miaka 8. Niliwahi kusema kuwa mtawala mdogo sana katika Israeli aliyetawala ni Yosia. Kumbe sio Yosia, alikuwepo Joashi aliyetawala. Yoashi alitawala akiwa na miaka 7. Kwa Yoashi alitawazwa kuwa mfalme na kuhani mkuu Yehoyada, tena ndani ya hekalu kwa ulinzi mkali, kwa sababu ya Malkia Atalia ambaye alikuwa ni mke wa huyo anaitwa Yehoramu. Yehoramu alikuwa ni mtoto wa Yehoshafati, mfalme mcha Mungu kabisa, mfalme wa Yuda, ila akafanya ujamaa na Ahabu mfalme wa Israeli. Huyo alikuwa amemwoa Yezebeli binti Asetet, mwabudu miungu ya Sidoni. Alileta akafanya Israeli waabudu miungu na kumwacha Mungu wa Israeli. Sasa Yehoshafati akiwa ni mcha Mungu mzuri, akiwa amefanikishwa na Mungu vizuri, akaenda kufanya ujamaa na Ahabu akiwa amemwoa Yezebeli. Kwa hiyo huyo Atalia alikuwa ni binti Ahabu akiwa na mama yake anayeitwa Yezebeli. Tunaona Yezebeli namna alivyoleta ibada za sanamu na miungu ya Baali katika Israeli. Sasa huyu Atalia wakati ameolewa na Yehoramu, huyu naye pia alileta ibada za miungu katika Yuda na akasababisha mauaji ya uzao wote wa Daudi. Maana lengo lake ilikuwa ni kufuta uzao wa Daudi kwa sababu alijua ya kwamba Mungu alikuwa ameapa kwamba hatakosa mtawala katika kiti cha Daudi. Kwa hiyo Atalia ndiye malkia pekee mwovu aliyewahi kukaa kwenye kiti cha Yuda miaka 6, akamzidi mpaka mama yake. Aliua wote ila kasoro huyo Yoashi akiwa amefichwa na kuhani Yehoyada. Haleluya. Amen. Ndani ya hekalu ilibidi atawazwe akiwa na miaka 7, na walimheshimu huyo Yoashi kwa sababu alikuwa ni mfalme, ila kwa uangalizi wa kuhani na watu wengine. Na siku zote za maisha ya kuhani Yehoyada, Yoashi alifanya vyema, lakini baada ya kufa tu Yehoyada, tayari Yoashi aliacha njia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tunaona huyu Yosia alikuwa ni mwana wa Ahazi, ambaye Ahazi kwa kila namna, yeye kwa kila namna hakuwahi kufanya chochote cha Mungu. Kwa hiyo Yosia anakuja kutawazwa kuwa mfalme baada ya kuwa ameendelea na ibada za namna hiyo. Sasa Hilikia baada ya kukiona kitabu hekaluni,
Torati ya Musa ambayo ilikuwa imefichwa, haikuwa inaruhusiwa tena kusomwa au kufundishwa. Ndio sasa Yosia alikuwa ameagiza watengeneze mahali pa kubomoka pa hekalu au hekalu lijengwe vizuri, lakini wakaleta, wakati wanarudisha ripoti ya matengenezo au ujenzi wa hekalu, mahali pa kuabudia, ila wakaja na habari ya kitabu. Sasa Mfalme Yosia aliposikia maneno ya kitabu yanasomwa kutoka kwenye Torati ya Musa, namna ibada inavyopaswa kufanywa, Yosia cha kwanza alilarua mavazi yake, alilarua karia. Mstari wa 12. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nilikuwa najaribu kuweka msingi. Mfalme akamwamuru Hilikia kuhani na Hikamu mwana wa Shafani na Akbor mwana wa Mikaya na Shafani mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme, akasema, enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Leo hii kiongozi mahali fulani, haleluya, anatakiwa kuwa na watu ambao wanatakiwa kuwa waombaji, wanamuuliza Bwana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, wanamuuliza Bwana kwa ajili ya ibada inayofuata, wanamuuliza Bwana kwa ajili ya mapenzi ya Mungu ili yaonekane kupitia hicho chombo chake cha udongo. Leo tuna watu tumekuwa wadhaifu na wazembe, lakini pia tunadhani kuwa tunamwabudu Mungu, lakini hata hivyo sio Mungu wa kweli, kwa sababu ya kupotezwa kwa uhalisia, kwa maana ya kuwa leo mahubiri yamekuwa ya maono, sio ya kutoka kwenye kitabu. Walikuwa wanahubiriwa Injili, walikuwa wanakusanyika ibadani, walikuwa na makuhani, lakini sikuwa walikuwa wanasomewa kutoka kwenye kitabu, hawakuwa wanasomewa kutoka kwenye Biblia. Leo hii Yosia aliposikia habari ya kwamba mamlaka ya ibada yanatakiwa kutia kilele kwenye Torati ambayo ilikuwa ndio kitabu cha wakati huo. Leo hii jina la Bwana libarikiwe sana. Mhubiri yeyote anayehubiri na kuondolea Biblia mamlaka ya mwisho, huyo anahubiri maono na mafunuo fulani, lakini sio Injili inaweza kutuleta kwenye ukamilifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Akawaagiza sasa akisema, eneneni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa, na kwa ajili ya watu hawa, na kwa ajili ya Yuda yote. Leo hii sisi, haleluya, amen, leo hii sisi tunatakiwa kuwa ni vyombo nyuma ya kiongozi, ya kwamba nendeni mkafunge na kuomba kwa ajili ya kusanyiko watu hawa, maana yake tulioko hapa, lakini pia kwa ajili ya nchi na mustakabali wa nchi. Tunaona mambo yanavyoenda, tunaona mambo yanavyoelekea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Maisha sio ya hakika tena, mbali na magonjwa, lakini pia usalama umepungua sana, mbali na kugongwa gari na kupata ajali, lakini pia mifumo imekuwa mibovu kwa sababu ya watu ambao ni watu wa Mungu kutokudumu kwenye wajibu wao. Yosia akaagiza wakamuulize Bwana kwa ajili yake kwanza, ili apate njia iliyo sahihi ya kuongoza. Wote waliowekwa na Mungu wapendwa hakuwa watawala, walikuwa ni viongozi. Kiongozi ni mtumishi, mhudumu.
Haleluya. Amen. Unaposikia kiongozi, manake ni mhudumu anayehudumia kundi la watu ambao, haleluya, Amen. haleluya, Amen. ambao wanaangaliwa na huyo aliyemweka kuwa wakili, mhudumu wa kuangalia na kutoa ripoti. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na ndio sababu, haleluya, Amen. unaposoma mpendwa, hebu nisaidie hapo. Maandiko yanasema, hebu nisaidie mpendwa, wewe Jonathan. Ndio. Hebu nisaidie kusoma. Nisaidie kusoma katika Hesabu mlango wa 18. Unaona ya kuwa tunasikilizana wapendwa, usomee hapa ndugu, usomee hapa. Amen. Tunasikilizana wapendwa, Leo utamwagiza nani akaombe kwa ajili ya taifa? Makuhani walikuwa na hiyo mamlaka ya kuagiza. Sikiliza jukumu. Hesabu mlango wa 18, hebu soma mstari wa kwanza. Hesabu 18 mstari wa kwanza, nitasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Bwana akamwambia Haruni. Bwana akamwambia Haruni. Haruni ni nani? Ni kuhani mkuu. Leo tungesema ni mchungaji. Bwana akamwambia Haruni, wewe na wanao na nyumba ya baba zako, wewe na wanao na nyumba ya baba zako, pamoja nawe mtachukua uovu wa patakatifu. Sikiliza vizuri, maagizo ya kutisha. Bwana ndo anayemwambia Haruni kwamba kazi ya Mungu ya kusimama hapa ni kuja kuchukua uovu wa patakatifu. Kumbe huko uovu patakatifu pa Bwana unasababishwa na nini? Na watu wanaokuja, ikiwa ni pamoja na wenyewe makuhani. Wao ndo wanaubeba. Hebu tuwazie. Ndio maana walipojua hayo, watu walikuwa wanaagizwa wanaitika. Ila leo hamwezi mkaitika. Ndio maana kuna kuteta pembeni na kukataa kisiasa, kwa sababu hamjajua ya kuwa hawa wamebeba uovu hapa. Sikiliza, anasema wewe na wanao wa nyumba ya baba zako, wewe na wanawe wa nyumba ya baba zako, pamoja nawe mtachukua uovu wa patakatifu. Pamoja nawe kuhani mtachukua uovu wa patakatifu. Wewe na wanao pamoja nawe, mtauchukua ukuhani wenu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hebu soma mstari wa 2. Na ndugu zako nao, na ndugu zake nao, kabila ya Lawi, hiyo kabila ya Lawi, kabila ya baba yako, walete karibu pamoja nawe, ili waungwe na wewe, na kukuhudumia. Leo Walawi hao ndo ndugu wa mhudumu mchungaji, wanatakiwa kuletwa karibu. Amen. Ili waungwe pamoja naye kwa ajili ya kumhudumia. Amina. Leo ni nani aliye tayari kuungwa kwa ajili ya kumhudumia kuhani? Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Yaani kuchukua uovu wa patakatifu maana yake ni kuzuia hasira ya Bwana kwa ajili ya watu. Yaani wao ndo walikuwa maintercessor, waombezi wanaosimama katikati. Hata dhabihu inapoletwa, maana ilikuwepo dhabihu ya makosa na dhambi, wao ilitakiwa waichukue, waanze kuomba, manake wampatanishe huyo mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen.